Na mtazamaji wa Channel 10, hali gani? Nikukaribisha katika habari ya kutu nzima ya leo hapa Channel 10 Plus. Utakuwa nami pale Mvungi upande wa habari za kitaifa na kimataifa, na tutaenda mapumziko mafupi. Tukirejea tutakuwa naye Eden Bahati kwa upande wa habari za michezo na burudani. Karibu. Wafugaji wa ng'ombe wilayani Nyang'hwale mkoani Geita wameeleza kunufaika kwa kiasi kikubwa na maboresho yanaendelea kufanywa na serikali katika sekta ya mifugo, hali iliyoimarisha afya ya mifugo na kuongeza tija. Taarifa zaidi na Mrisho Sadik. Wafugaji kutoka kata mbalimbali za wilaya hiyo zamani walikuwa wakifuga bila uangalizi wa karibu wa wataalamu. Kwa sasa huduma za mifugo zinawafikia kwa wakati na kuwapa uhakika zaidi katika shughuli zao, ikiwemo kuaminika na kupata mikopo kwenye taasisi za kifedha. Yaani halmashauri na wataalamu wake wanatusaidia sana, ndio maana Nyang'hwale tuko vizuri sana. Yaani wataalamu wetu wako bega kwa bega na sisi. Watu wengi wanakuwa na hofu ya kwamba labda ng'ombe wanaweza wakaekwa hereni na wakaingizwa kwenye elektroniki. Wale ng'ombe wanaweza wakachukuliwa na serikali. Kwa hiyo mimi naomba elimu izidi kuwa nyingi kwa wafugaji. Ilikuwa tumetarget tuchanje ng'ombe 100,000 na 6,667, lakini mpaka tulipokamilisha kwa awamu ya kwanza idadi ya ng'ombe ambao tulikuwa tumechanja ilikuwa ni 95,742. Akizungumza kwenye mkutano wa wadau wa mifugo na uvuvi uliofanyika hivi karibuni wilayani Chato, katibu tawala msaidizi anayeshughulikia uchumi na uzalishaji alitangaza matokeo ya zoezi la chanjo. Lakini katika ile 52% ya lengo, asilimia iliyotubeba ni Nyang'hwale 89%. Tulilazimika kuongeza pia kama sindano na vitu vingine, wataalamu wanajua vile vidogo, lakini vyote gharama yake iko kwenye hiyo milioni 8. Kwa hiyo ilikuwa ni vifaa hivyo vidogo, mafuta pamoja na posho za wale wataalamu ambao wametusaidia. Mkuu wa wilaya ya Nyang'hwale Bi Grace Kingalame amesema serikali itaendelea kusimamia kwa karibu sekta ya mifugo ili kuhakikisha mafanikio yaliyopatikana yanaendelezwa. Kwa hiyo tulikubaliana wataalamu wetu watuongoze na sisi tu wapeleke kule tunakotaka kufika. Ndio maana tumefikia hapo tulipofikia na tumefanya vizuri kimkoa. Kwenye mkutano huo, waziri wa mifugo na uvuvi Balozi Dr. Bashiru Ali Kakurwa alipongeza halmashauri ya wilaya Nyang'hwale kwa utekelezaji mzuri wa zoezi la chanjo ya mifugo na kuahidi kuitunuku zawadi maalum. Kutoka hapa Bumanda, Nyang'hwale, Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Watumishi wawili wa wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Njombe wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi mfawidhi ya wilaya ya Njombe kwa tuhuma za kushawishi na kupokea rushwa ya shilingi 450,000. Taarifa ya Michael Patrick inatueleza zaidi. Washtakiwa hao ni Bwana Harrison Mwitagila mwenye umri wa miaka 41, mhasibu wa TANROADS mzani wa Makambako mkoa wa Njombe, na Bwana Abdul Hussein mwenye umri wa miaka 33, msimamizani wa kituo cha kupima magari ya Makambako, ambao wanadaiwa kushawishi na kupokea rushwa hiyo kutoka kwa dereva wa gari la mizigo ambalo lilibeba mbolea, ambapo baada ya gari hilo kubainika kuzidisha uzito lilipokuwa likipimwa katika mzani wa Makambako mkoani Njombe. Watuhumiwa hao wamefikishwa mahakamani hapo Januari 27 mwaka huu na kusomwa shitaka hilo katika kesi namba 1849 ya mwaka 2026 baada ya kunaswa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Njombe hapo Januari 23 mwaka huu. Kwa mujibu wa upande wa mashtaka, tukio hilo limetokea katika eneo la mzani wa Makambako uliopo kando barabara kuu ya kutoka Dar es Salaam kwenda Mbeya, ambapo gari aina Scania lenye namba za usajili T857 ECC na tela namba T953 EFQ limedaiwa kuzidisha uzito wa mzigo mbolea uliokuwa unasafirishwa kutoka Dar es Salaam kwenda mkoani Njombe. Akisoma mashtaka mbele ya hakimu mkazi mfawidhi Mheshimiwa Matrida Kayombo, mwendesha mashtaka wa TAKUKURU mkoa wa Njombe Bwana Said Ngande akishirikiana na wakili Sungura Mnamba amesema washitakiwa wanakabiliwa na kosa la kujihusisha na vitendo vya rushwa kinyume na kifungu cha sheria cha 15 kifungu kidogo cha kwanza kifungu A na kifungu cha pili cha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura ya 329 marejeo ya mwaka 2023. Baada ya kusikiliza mashtaka, hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama wilaya ya Njombe Mheshimiwa Matrida Kayombo ameahirisha kesi hiyo hadi Februari 10 mwaka huu itakapotajwa tena.
Nje ya mahakama hiyo, kwa upande wake mwanasheria wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Njombe Said Ng'ande amezungumza na waandishi wa habari na kubainisha namna washtakiwa hao walivyoshawishi na kupokea rushwa hiyo. Ofisi yetu baada ya kupata taarifa tukaweza kujipanga na baadaye tukachukua hatua mbalimbali na hatimaye leo tumewafikisha mahakamani. Ningependa tu kutoa wito kwa wananchi, hasa watumishi wa umma na hata sekta binafsi, kwa sababu tumetoka takriban wiki mbili kutimiza wajibu wetu, kwa sababu majukumu ya TAKUKURU pamoja na kuchunguza ni kutoa na elimu kwa umma na kufanya tafiti mbalimbali. Lakini kwa hawa wenzetu ilikuwa ni chini ya wiki mbili tumetoka kuzungumza nao kuhusiana na kuelimishana viashiria mbalimbali vya rushwa, lakini pia ni nini ambacho kinapaswa kufanywa na kutimiza wajibu kwa mtumishi wa umma. Mahakama imeeleza kuwa dhamana iko wazi kwa washtakiwa na kwamba masharti ya dhamana ya shilingi milioni 3 kwa kila mmoja iwapo atapata wadhamini wawili na kwa ahadi ya maneno, na endapo atashindwa kutimiza masharti ya dhamana wataendelea kubaki rumande. Lula Ali, Channel 10+. Asante sana Lulu Ali kwa kutusomea taarifa hiyo. Saudi Arabia imesema haitoruhusu anga wala ardhi yake kutumika kwa operation yoyote ya kijeshi yenye lengo la kuishambulia Iran. Shirika la habari la Saudi Arabia SPA limenukuu sehemu ya mazungumzo kwa njia ya simu kati ya mwanamfalme Mohammed bin Salman wa Saudia na Rais Masoud Pezeshkian wa Iran yaliyofanyika usiku wa kuamkia leo. Kwa mujibu wa shirika la SPA, mwanamfalme bin Salman ambaye ni mrithi wa kiti cha ufalme wa Saudia amemweleza Rais Pezeshkian kuwa utawala mjini Riyadh unaheshimu uhuru na hadhi ya mipaka ya Iran na kwamba kamwe ardhi ya Saudi Arabia haitotumika kutekeleza shambulizi lolote la kijeshi dhidi ya Tehran. Matamshi ya bin Salman yameripotiwa wakati kuna wasiwasi ambapo Marekani inaweza kushambulia Iran baada ya kuituhumu serikali ya nchi hiyo kufanya mauaji na ukandamizaji kwa maandamano ya umma yaliyotokea mapema mwezi huu. Upatikanaji wa vifaa vya kisasa vya kuhudumia watoto wanaozaliwa wakiwa njiti katika hospitali ya wilaya ya Maswa mkoani Simiyu imetajwa kuwa kichocheo cha utoaji huduma bora kwa watoto katika hospitali hiyo, jambo lililowezesha kupunguza vifo vya watoto wachanga wilayani humo. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Aida Mhando kutoka Maswa, Simiyu. Kutokana na upatikanaji wa vifaa hivyo na kuongezeka kwa kasi ya utoaji huduma bora kwa watoto ikiwemo wanaozaliwa wakiwa njiti, wananchi wa wilaya hii wanatoa shukrani zao kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pia niseme kuna vifaa vya njiti ambavyo vimeletwa halmashauri yetu ya wilaya ya Maswa, lakini vipo hapa kwenye hospitali yetu. Wapo watu wengi wanakwenda labda wanapeleka watoto wao Mwanza, Bugando, lakini pia niwaambie kabisa tunavyo vifaa vizuri ambavyo vimeletwa kwenye halmashauri yetu ya Maswa, lakini vipo hapa kwenye hospitali ya wilaya ya Maswa. Kupata vifaa ambavyo vinawezesha watoto njiti kupata huduma zilizo bora tofauti na hapo mwanzoni. Hapo mwanzoni walikuwa wanaenda sehemu ambazo ni mbalimbali huko, lakini tunamshukuru Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha kupata jengo zuri, vifaa vizuri vya kusaidia watoto njiti ili wapate huduma nzuri na wapate maendeleo mazuri. Wanawake wa wilaya ya Maswa wakiwemo madiwani wanatembelea hospitali hii na kutoa faraja na misaada mbalimbali katika wodi za wazazi, watoto na watoto njiti. Shukrani ya kuanza mwaka salama, lakini pia kuwatia moyo watoto wetu mwalee kwa kushirikiana na madaktari waweze kupona na muweze kutoka vizuri. Tunamshukuru sana Dr. George Venus Lugomela pamoja na familia yake kwa kutukumbuka kutuletea mahitaji haya. Yeye aliwezekana aliona ni kidogo, lakini kwetu yana umuhimu sana. Hivyo tunawaomba na wadau wengine tunao uhitaji mkubwa kuja kutembelea hapa. Pia namshukuru mbunge wetu George Lugomela. Nikiripoti kutoka Maswa mkoani Simiyu, Aidan Mhando, Channel 10.
Jumla ya vijiji 33 vitajumuishwa katika mpango wa matumizi bora ya ardhi kwa lengo la kuondoa sintofahamu ambayo imekuwa ikitokea katika maeneo ya vijiji vya Kiteto baada ya halmashauri hiyo kupitisha rasimu ya bajeti ya bilioni 41.9 kwa mwaka 2026 hadi 2027. Mwanahabari Elia Kimani na taarifa zaidi. Akizungumza wakati wa hafla ya madawati 4,000 kwa shule za msingi na sekondari katika manispaa ya Kibaha, mkuu huyo wa wilaya ya Kibaha Mheshimiwa Nixon Simon amesema serikali inaendelea kutatua changamoto za miundombinu ya elimu, hivyo kilichobaki ni walimu pamoja na mamlaka nyingine zinazosimamia wanafunzi kuhakikisha wanasimamiwa kwa karibu ili wafanye vizuri katika taaluma. Nataka nizungumze jambo la kwamba sasa tuweke nguvu nyingi sana kuwafahamu wanafunzi wetu. Uwepo na madawati, uwepo na madarasa, uwepo na walimu wanafundisha haimaanishi mwanafunzi anajifunza. Kwa walimu wangu wapendwa, ukiitwa mwalimu wa darasa, hakikisha unawafahamu wanafunzi wako. Awali akimkaribisha mgeni rasmi, meya wa manispaa ya Kibaha Daktari Mawazo Nikas, pamoja na mambo mengine, aliwataka walimu na wanafunzi kuyatunza madawati hayo na kuhakikisha yanafanyiwa matengenezo pindi yatakapoharibika. Kwa shule madawati haya yasiyo yakiharibika kidogo tu yanakusanywa, yanatunzwa mahali. Kama kuna uwezekano muwe mnayalipea huko yaliko yaendelee kutumika. Na tumesema sisi kwa level ya manispaa kwamba hakuna mtoto atakayekaa chini katika manispaa. Kwa upande wake, mkurugenzi wa manispaa ya Kibaha Rogers Shemwalekwa akatoa taarifa ya utekelezaji wa mpango wa ugawaji wa madawati, huku akieleza kuwa lengo ni kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia kwa wanafunzi wote. Mwaka 24, 25 na 26 halmashauri yako imeweza kutumia jumla shilingi milioni 8 ili kuweza kununua madawati 8,000. Kwa hiyo kupitia hii elimu aliyotupa mkuu wa wilaya, tutaona walimu wetu na kukaa nao pamoja na kuangalia namna ambavyo tutaweza kuwachambua watoto wenye mazingira magumu, watoto wenye changamoto na kuwa nao karibu. Sababu yale ambapo unapomfahamu mtu au unafahamu mtoto ni rahisi zaidi kumhudumia. Psychologist wanasema kwamba ukishajua tatizo maana yake umetibu hilo tatizo. Margaret Malisa, Channel 10. Kumradhi, story ambayo imetoka kuripotiwa ni yake Margaret Malisa, inahusika na walimu mkoani Pwani, ambayo inasema walimu mkoani Pwani wamehimizwa kuweka mkazo katika kufahamu mazingira ambayo wanafunzi wao wanatoka ili waweze kuwasaidia kukabiliana na changamoto zinazowakabili ambazo huathiri masomo yao. Ushauri huo umetolewa na mkuu wa wilaya wa Kibaha Nixon Simon. Katika kuitikia wito wa kutunza mazingira kupitia upandaji miti uliotolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, taasisi za kifedha katika kanda ya Nyanda za Juu Kusini zimeahidi kuendelea kuwawezesha wakulima kwa kutoa mikopo ya fedha itakayosaidia utekelezaji wa kilimo hifadhi kinachozingatia utunzaji wa mazingira. Tupate taarifa zaidi. Wakizungumza mkoani hapa wakati walipoungana na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuadhimisha siku yake ya kuzaliwa Januari 27 mwaka huu kwa kushiriki zoezi la upandaji miti zaidi ya 100 kwenye vyanzo vya maji vya Kibena na Ijunilo wa halmashauri ya mji wa Njombe, meneja mahusiano wa benki ya CRDB kanda ya Nyanda za Juu Kusini Karim Kindole amesema taasisi hiyo imejikita katika kusaidia juhudi za kupambana na mabadiliko ya tabia nchi kwa kuwawezesha wakulima kufanya kilimo endelevu. Takribani kwa mwaka jana tumetoa takribani ya zaidi ya bilioni 30, na hizi zimeenda peke yake kwenye masuala ya uhifadhi wa mazingira na kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Tija yetu tunaanza kuiona. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Njombe Juma Sweda ambaye alikuwa mgeni rasmi katika tukio hilo ametoa tahadhari kali kwa wakazi wanaoendesha shughuli za kilimo cha mabondeni. Kwa hiyo wakati tunapopanda miti kwa ajili ya uhifadhi wa mazingira, ningetumia fursa hii pia kuambia wale wote wanaolima kwenye kando ya mto huu ya vyanzo vya maji wafuate sheria. Viazi viligo vikilibwa huwa vinawekewa dawa, tunaweka mbolea, lakini mvua ikinyesha hizo pesticide, madawa, mbolea yote yanamiminika huu.
Naye meneja wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS wilaya ya Njombe Audatus Kashamakula amesema wilaya hiyo ina mpango wa kupanda miche ya miti zaidi ya 160,000. Vyanzo vya maji vya wilaya ya Njombe vilivyo vingi viko katika hali ambayo inahitaji kutunzwa na kuangaliwa kwa umakini sana. Changamoto ni kubwa kwa sababu kuna shughuli nyingi za kibinadamu zinafanyika kutumia miti. Tuwaelimishe madhara ya kuharibu mazingira. Kutoka mkoani Njombe, Michael Patrick, Channel 10. Jeshi la anga la Taiwan limefanya zoezi la kijeshi kuonyesha kiwango cha utayari wake wa kiulinzi kabla ya maadhimisho ya mwaka mpya wa China, likionyesha uwezo wa ndege zake za kivita pamoja na mifumo ya ulinzi wa anga katika kukabiliana na hali zozote za dharura. Zoezi hilo limefanyika leo katika mji wa Chiayi kusini magharibi mwa Taiwan, ambapo jeshi la anga limeonyesha kwa vitendo taratibu za kupakia silaha za kivita kwenye ndege aina ya F-16, huku timu za kiufundi zikionyesha jinsi ya kufunga na kuandaa aina tofauti za makombora yakiwemo M120 ya masafa ya kati na M9. Jeshi hilo limesisitiza kuwa upakiaji wa silaha ni sehemu muhimu ya operesheni za kila siku ili kuwezesha ndege za F-16 kubadilika kwa haraka kutoka mapigano ya angani, ardhini na baharini kulingana na mahitaji ya uwanja wa mapambano. Aidha, zoezi hilo limehusisha maonesho ya kuruka kwa ndege za kivita pamoja na utayari wa haraka wa wanajeshi wanaoendesha mitambo ya ulinzi wa anga, ikiwa ni sehemu za juhudi za kila mwaka za Taiwan kuonyesha utayari wake wa kulinda taifa hilo kabla ya sikukuu ya mwaka mpya ya Kichina. Jocelyn Zefania, Channel 10+. Halmashauri ya wilaya ya Kilindi mkoani Tanga imetakiwa kudhibiti mianya ya upotevu wa mapato kwenye vyanzo vyake na kuongeza kasi ya ukusanyaji wa mapato hayo kwa lengo la kukamilisha baadhi ya miradi ya maendeleo iliyokwama kwa muda mrefu kwenye halmashauri hiyo kutokana na ukosefu wa fedha. Kutoka Kilindi, Ernest Mbezi anaripoti. Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya ya Kilindi Hashim Gandirwa wakati akizungumza na Channel 10 muda mchache baada ya kumalizika kwa kikao cha baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Kilindi, ambapo amesisitiza suala la ukusanyaji wa mapato wilayani humo. Wapo baadhi ya watu ambao huwa wanauziana bidhaa na mwisho wa siku wanaondoka akiwa bado hajalipa ushuru, lakini wapo watu ambao huwa wananunua na kuuza mifugo yao nje au pembezoni mwa minada. Kwa hiyo kikubwa niendelee kuwataka halmashauri waone umuhimu wa kudhibiti hivi vyanzo shikika mwanzo wakati tunaendelea kufikiri kwenye maeneo mengine. Lakini sambamba na hilo, tuna sababu ya kufanya uwekezaji. Unapotaka kutafuta fedha ni lazima uwekeze ili upate fedha. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Kilindi Dr. Michael Chabai anaeleza changamoto ya miradi ambayo bado haijakamilika, huku mkurugenzi wa halmashauri hiyo Bwana John Mgalula akieleza mikakati ya halmashauri ya kukamilisha miradi hiyo iliyoanza kwa nguvu za wananchi. Ni kweli tuna miradi mingi viporo, tuna miradi ya madarasa na miradi mingine pia. Lakini hii imetokana wakati mwingine na mazingira ambapo miradi inatekelezwa, kutakuwa na gharama za ziada ambazo zimeongezeka, hivyo kufanya fedha iliyokuwa imetengwa kutokamilisha. Kwa hiyo katika hilo tumejipanga sisi kama halmashauri kwa kutumia mapato yetu ya ndani kuweza kukamilisha ile miradi. Kwa hiyo katika bajeti zinazofuata tunatenga fedha kwa kadri inavyopatikana ili kukamilisha miradi yote ambayo ni viporo. Halmashauri itaendelea kutenga fedha katika bajeti ijayo ya mwaka 2026 2027 kwa ajili ya miradi yote ambayo imeanzishwa na wananchi na ambayo ni viporo. Kwa hiyo kama nilivyokuwa nimemwahidi Mheshimiwa Munga ni kwamba wakati wa kipindi cha bajeti ahakikishe yeye katika kata yake na kata za wenzie tunapitia na kutenga fedha. Kutoka wilayani Kilindi mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amelaani shambulio la droni la Urusi dhidi ya treni ya abiria na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 12, watano kwenye treni katika eneo la LA na wengine maeneo ya Donetsk, Zaporizhia, Odessa na Kherson kuwa ni kitendo cha ugaidi. Mwanahabari wetu Lulu Ali anatusimulia. Taarifa zinaeleza kuwa mashambulizi ya Urusi nchini Ukraine yalilenga mikoa kadhaa ikiwemo watu 200 walikuwa katika treni, huku mamlaka zikiripoti pia kuwa takriban watu 30 wamejeruhiwa kusini mwa Odessa kutokana na mashambulizi hayo ya drone.
Maafisa wanasema angalau watu 5 wameuawa na wengine kujeruhiwa baada ya behewa moja la treni kupigwa na droni, huku droni nyingine 2 zikilipuka karibu katika jimbo la Kharkiv kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Zelensky amesema kulikuwa na abiria 18 ndani ya behewa hilo na kusisitiza kuwa hakukuwa na uhalali wowote wa kijeshi kulenga raia. Wakati hayo yakiendelea, waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sybiha amesema Rais Volodymyr Zelensky yuko tayari kuzungumza moja kwa moja na mwenzake Urusi Vladimir Putin kuhusu masuala nyeti ili kuvimaliza vita kati ya mataifa hayo mawili. Lulu Ali, Channel 10+. Asante Lulu Ali. Na mtazamaji, tumefikia tamati upande wa habari za kitaifa na kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea na habari za biashara. Asante.